Ibana, mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV? Ibana, naitwa Alex Ali 26 namba kutokea Dikota za Mastaz TV. Ibana, leo tuko na moja kati ya watu ambao tumeamua leo tuwakilishe kivingine, aidha tuje tusikie background ya vitu vyake ambavyo amevifanya siku hizi. Nadhani kuna nyimbo kadha wa kadha amezitoa hapa katikati, kwa hiyo kuna mapokezi ambayo tunatamani tujue kutoka kwake, mapokezi ameyachukua vipi, aidha ameyapokeaje. Behind kamera niko na Kabaisa Mtumbadi, moja kati ya kameramani ambao wananisupport sana kazini. Baba ni aje? Safi mzee. Harakati? Poa. Na kuona mzee baba umetulia nyumbani. Nimechill bwanangu. Leo ni siku ya kukinga upepo au unatinga upepo? Leo napunga upepo. Diki kama diki. Yeah. Bana, kuna namna fulani, kuna diki really, sijui kama nitakosea. Diki really. Hiyo ilianza muda gani? Nini hiyo? Really. 2018 ile. Ndio ilianza imechomekwa. Kwa nini sasa ichomekwe? Ndio mashabiki wanichagulia hiyo. Ina maana ndio ukweli. Ukweli. Ndio maana ya really. Ndio maana ya really, yeah. Bana, sawa, tunatamani tuzungumzie nyimbo yako hii kwanza. Tuanze kwanza na EP kama sijakosea. EP yako na nyimbo ngapi kaka? 9. Nyimbo ya kwanza umeipiga na nani? Nyimbo ya kwanza nimepiga na Stone Wiz. Ya pili? Wanataka kwanza kunichanganya sasa. Ya pili nafikiri ni One More Time, kama sijakosea. One More Time nimepiga mwenyewe. Kuna kama nimekiona hapa kuna nyimbo imepigwa na Mona Lisa. Mona Lisa, yes. Mona Lisa ninafikiri ni ngoma kama ya 8, si ya 8, yes, ni ya 8. Okay. Ya tatu? Ya tatu ya tatu nitajua sasa, ngoja nikumbuke. Ya tatu bwana ni Ngenge nimepiga na Danny Brown. Ya 4? Nauliza. Ya 5? Ya 5 ni kama Maumivu. 6? Opa. Ya 7? Ya 7 ni Mbembe. Yeah. Okay, Mbembe tuone. Ya 7, 1 2 3 4 5 6. 7. Okay. Ya 9 sasa. Ya 9 ndo bonus track ambao ndo True Love nipiga na Stone Wiz. Yeah. Tutamani tujue, usema hii ya Opa ni ya ngapi? Opa ni ya 6. Ya 6. Kwa nini anziwe video sasa? Kwa sababu yenyewe ndo imetembea sana mtandaoni. YouTube imetembea sana na watu wameipenda sana. So tunakuwa tunaipa ile tunaipatia kipaumbele kwanza ngoma ambayo imefanya vizuri mtandaoni. Yeah. Tutamani tujue hizi nyimbo zote 9. Hizi idea umepewa mwenyewe au umepewa na watu tofauti? Idea zote 9 ni za kwangu mwenyewe. Kuna nyimbo umepiga na nne moda hapa. Hii pia na yenyewe idea umetoa wewe? Idea nimetoa mwenyewe. Maneno sasa kumwambia mshikaji mliapangiliaje? Kiwa mko hivi. Kwanza kabisa ukishakuwa na idea kwamba nataka kuimba kuhusu kitu fulani, lazima una maneno sasa. Maneno yaje. Kwa sababu kwanza ni idea. Ambacho kuwaga tunakitarget kwenye utunzi. Kwanza ni idea. Bwana mimi nataka niimbe kuhusiana na bata. Ukisema kuhusiana na bata, nimeshajua bata ni mnyama gani, ni ndege gani, ni kitu gani, kinajishughulisha na nini. Hapo naanza kuitimba bata sasa kwenye verse sasa. Yeah, kwa nilipopata idea nikajua nitaimba nini, na nikamhusisha yeye moda, nikamwambia watu tunaimba 1 2 3 4 5. Poa. Kumbe tuingie studio. Yeah. Na ili kuchukua muda gani wewe kupata hii idea ya nyimbo ya nyimbo 9? Ilichukua kitu cha miezi 6. Yeah, kwa sababu nakumbuka nilianza kuandaa hiyo mwezi wa 6 ndo nilianza kuingia studio. Yeah. Pengine katikati ya mwezi wa 6 kuna nyimbo yote ambayo uliitoa kabla EP? Yeah, kuna ngoma nimezitoa kabla EP katikati ya mwezi wa 6, yani kutoka mwezi wa 6 hadi mwezi wa 12. Kuna ngoma nilitoa. Yeah. Unasema kwenye hii safari ya kuiandaa EP, kuna nyimbo yote unasema ngoja kwa sababu YouTube wangu bado iko bure. Ngoja kwanza ni kuangua hii nyimbo moja kwanza ika-bless kwanza kule media mengine aende. Ni kuangua ngoma kama 2. Ya kubless pale. Ngoma 2 kabisa ndo ambazo nichomoa kwenye EP nikaziachia kwanza. Zikatanguliza kwanza msafara. Baba zilivyotanguliza msafara, EP kaja kunyooka tu. Bana, kuna picha uliyo kuposti ukiwa na Stone Wiz. Umeandika kikao kidogo na dada yetu. Imekaaje?
Ilikuwa ni moja kati ya ujumbe ambao nilitaka ni upeleke kuhusiana na ngoma ambayo niliandaa na Stone Wiz Tangazo. Ile ilikuwa ni idea ya kumshauri dada yetu kutokana na vitendo vyake nini ya mwisho siku apata mwanaume. Tunaingia kwenye kikao tunamshauri namna gani ya kuishi kwenye ndoa yake. Ina maana kuna namna udada video vixen pia. Atakuwa video vixen kwenye ngoma hii. Kwanza ashaanza kuwa video vixen kwenye challenge, lakini pia tuna maandao video vixen pia kwenye ngoma hii. Maandalizi yote umeyafanya wewe kwake. Hem, tuambie sasa, unaweza kumruhusu akapiga nyimbo na msanii mwingine kama video vixen au ndo kwako tu peke yako? Hapana, mimi sina tabia hizo. Mimi vixen ni vixen, anaweza kufanya na msanii yote atakajisikia kwa sababu ile ni kazi yake. Siwezi kumzuia. Huyu mdada bana sio mara ya kwanza sisi kumuona. Pengine tumemuona aidha licha ya mimi, kuna wengine watazamaji wamemuona huko. Kuna kazi zingine alikuwa anazifanya tofauti na hizi za video vixen. Huyu ulimpata vipi mpaka ukajua kabisa huyu hapa anafaa kukaa hapa? Mimi na team. Kwanza kabisa na timu yangu ndo mara nyingi naitumia kunitafutia vitu ninavyovipenda. Ukiangalia hata vixen wangu wa ngoma nyingi sana mimi natafutiwa na timu yangu. Kwa hiyo kama ndo demu, kama ndo tusijui mwite dada. Huyo demu bana ni moja kati ya timu yangu ana connection naye. Ana namba zake, waga anawasiliana na ni marafiki sana. Kwa hiyo ndo akanambia bro, hii ngoma mbona mfaa huyu demu ambaye nipo naye kwenye connection ambaye namjua. Ndo mtu wako, huyo mshikaji wako? Huyo mshikaji wangu ambaye yupo kwenye timu ya Midoshi. Basi kaambia muite kwanza tumuone. Alipompigia simu akaja, demu akaja vizuri na nikaona anafaa sana kushiriki kwenye ngoma hii. Ukaona tumwambie chochote? Nikasema ngoja tumwambie chochote. Hiyo caption umeona lakini? Hiyo caption naijua. Mimi si ndo niliposti baba. Mwambie chochote. Watushauri chochote. Baada hapo ndo tukachukua hii picha ambayo ukamshirikisha pia na Stone Wiz ili naye amuone. Kwa sababu si ndo kaka wawili, yani dada kwenye ngoma na kaka zake wawili ambao ni Diki na Stone Wiz. Bana, EP yako nikiangalia hapa, tumerudi tena mwanzo. Nikiangalia hapa yani katika hii album nzima EP hamna mwanamke yote tofauti na Uba. Na kuna wanawake wengi sana ambao wanaimba hapa kwetu. Kwa nini awe Uba? Kwa sababu ndo ambaye alikubali wito wangu na kukubali collaboration. Management yake ilikubali collaboration tufanye kazi. Kuna dogo zao pengine naye alikataa. Management hazikuweza kuafikiana. Ina maana kuna makubaliano katikati alicheza. Alicheza. Pengine tuzungumzie sasa hii video. Bana, au ulimuwahi kwa sababu ni mtoto wa kike asikusumbue kama alivyodai siku ile? Hapana. Ukiangalia vizuri kwenye EP hiyo ni ngoma ambayo imepita ngoma zote kwa viewers. So ni lazima ipewe kipaumbele. Ukiona ngoma ina viewers wengi lazima, na ukiangalia ngoma ya pili viewers ya kumfuata Opa lazima ndio ngoma pekee ambayo inayofuata pia kwa video. Kwa hiyo tunaangalia viewers wanasemaje. Viewers ndio wanatuamulia bwana tushuti video ngoma. Lakini pia watu wanaangalia pia ukubwa wa ngoma. Kama hivyo nauliza pia ambayo nimefanya na moda ndio itafuata kwa video. Kwa sio kwamba tumewa kwa sababu ya demu atatusumbua, hapana. Mimi Uba hawezi kunisumbua kwa sababu ni dada ambao tunaheshimiana sana. Kuna baadhi ya vitu vyao mimi nafanya na shiriki, baadhi ya mambo yao na shiriki, kuna baadhi ya mambo yangu mimi wanashiriki. Kwa hiyo tunaishi kifamilia sana. Sawa, katika hizi nyimbo pengine kuna nyimbo ambazo video itashindikana kutoka au? Kuna baadhi ya ngoma video itashindikana. Sasa siwezi kushuti EP nzima video mwanangu. Ni gharama kubwa sana. Labda ungetamani tujue kama video ipi watu wa imani. Kama Mona Lisa itakuwa ni ngumu kwa sababu Mona Lisa ukisikiliza inahitaji mazingira ya mjini sana. Nini yako umepiga peke yako? Hiyo nimepiga mwenyewe. Hiyo inahitaji mazingira kabisa ya town, tena town kabisa. Hiyo ni kupale mzee. Yaani inahitaji gharama nzuri sana. Hiyo itashindikana kwanza, itachelewa sana. Inaweza ikashindikana au ikachelewa. Sina uhakika nayo. Ngoma ya pili ni ngoma gani tuone. Nafikiri ngenge pia ambao nimefanya Dan Brown. Yenyewe pia inaweza ikashindikana kushuti. Kwa sababu sio kwamba inahitaji mazingira ya kishua sana, lakini ni ngoma ambayo inahitaji watu wengi
inahitaji matukio tofauti tofauti. Ni ngoma mbili. Nafikiri ngoma zingine nishashoot. Video? Maumivu ina video, Mbembe ina video. Haya, Opa ina video tayari. Mbembe ndio umepiga na Nyago? Ina video tayari. Okay. Kwa mimi kwamba umechomeka tena kwa EP? Sipo kwenye EP mwanangu. Yaani ngoma ambazo nilizichomoaga kabla na zilikuwa kwenye EP ni Mbembe na Maumivu. Sawa. Ndio ngoma mbili ambazo nilichomoa kabla. Lakini zilikuwa kwenye EP. Lakini zimeshatoka video. Kitambo. Unaweza kushoot video mara mbili tena. Kidogo. Yaani hapa kuna namna fulani ushatuchanganya hapa. Hamna. Vipo reality kabisa clear. Okay. Hamna kitu ambacho kinachanganya hapo kwa sababu nimeandaa ngoma 9. Nimeamua no ili ifike mwezi wa 12 mashabiki zangu watakuwa wameboeka sana. Nimetanguliza ngoma 2 kwanza, hatua kwanza zifanye spying. Ziandae kwanza mazingira. Ngoma 2 Mbembe imeandaa mazingira, Maumivu pia kaja kusindikiza. Zikanitaarifu kwamba huko mbele kuna mengine. Huko mbele safari ni nzuri. Umeona bana? Nikasema kwa kama safari ni nzuri tuache video sasa. Niwasindikize na walinzi huko wa kusafisha njia. Nikasafisha njia na video zote mbili. Yeah. Sawa. Tuzungumzie madirector ambao walishiriki hizo kazi kutembea upande wa video. Tolo ndo alishiriki kwenye kazi zote. Zote 9. Zote 9 ndo atashiriki. Sio alishashiriki baadhi, ni ngoma 3 nishashoot video. Ameshashiriki zote 3. Na kuna uwezekano mkubwa wae kushiriki kwa ngoma zingine zinazokuja. Kama sikutoka nje hapa. Na nikitoka nje inawezekana bado nikampeleka au nikamwacha nikamchukua mwingine huko nitakayemkuta. Anajua, anafanya vizuri, ananipatia. Unajua hata maproducer pia kuna maproducer wanapatia sauti za watu, za wasanii. Usema huyu producer nikiimbaga mimi huaga ananipatia. Kuna wengine nikienda kwa studio fulani anipatiagi sauti yangu, awezage kuimaintain ile sauti yangu. Umeelewa? Yes, kwa Tolo bana ni mtu ambaye ananipatia, ana respect, anafanya kitu kwa muda. Nikitaka video yangu baada ya siku 2 naipata bila shida yoyote. Kwa mimi binafsi ndo director ambaye mimi namuona ni favorite. Yeah. Bana, video yetu ya Opa sasa hivi imefikisha K5.7. Hem, tuambie mapokezi yako. Nadhani mpaka ifike jioni tunaona na matokeo ya K6 point fulani hivi. Tuambie mapokezi yako yani mapokezi ya nyimbo yako vipi, umechukuliaje hichi kitu? Kwanza kabisa ni mapokezi mazuri. Namshukuru Mungu kwa sababu mashabiki zangu wananipambania sana. Mpaka ifike kwenye hizo ni nguvu ya mashabiki. Sio nguvu yangu wala nini. Ni nguvu ya mashabiki, wamesupport sana kwa ukubwa. Lakini pia media zimenisupport, nashukuru. Media online zimenisupport, na washukuru sana. Nashukuru. Sema asante. Na washukuru sana, mmenisupport vya kutosha. Mmeposti wengi wameposti linki, media nyingi sana nimeona hata Instagram yangu watu wamenitag kula, hata media zilizoko Marekani pia zimeposti. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo inaweza kapelekea hadi ngoma ikafika kwenye mapokezi hayo. Kwa hiyo vitu ni vitu really, sio kwamba kuna machenga hamna. Watu wamesupport na watu wameposti kweli. Kazi imetoka vizuri. Kazi imetoka vizuri na watu wamesupport. Yeah. Tumpe producer gani maua yake? Spade Bet. Yeah. Okay. Kwa nini apewe mwenyewe sasa? Yeye ndo amehusika kote. Amehusika katika nyimbo nyingi. Kwa sababu kama EP na nyimbo 9, ina maana yeye amehusika nyimbo kama 5. Umeona bana, au 6. Umeelewa? Kwa ngoma producer Cheche amehusika katika ngoma na hizi 3. Na moja ni Alex. Yeah. Kwa ni producer ambao amebeba mzigo mkubwa sana kwenye EP. Maana nilikuwa nimewapendekeza wote wawili. Spade na Cheche, lakini mwisho wa siku Cheche alitotoka hapa akaondoka kwanza. Akapata emergency za familia nini. Ikabidi nimalizane na Spade sasa. Lakini Spade ndo apewe mawe yake kwa sababu amepambana sana kwenye kuhakikisha kwamba ngoma zinakuwa kali na zinakuwa kwenye muonekano wa kisasa. Yeah. Bale pita zangu huko jijini Facebook kuna picha tuliona ukiwa wewe na Huba. Nadhani mmeishika, mmevaa mizura tuseme ni ya rangi moja ile. Kuna comment kidogo, nipitia comment nyingi, lakini kuna moja ambayo imenifurahisha, imeandika na wakubali sana ndo wasanii wa Wanyarugusu tu hao. Hiyo comment sijui shaipata? Facebook. Yeah, nishaipata. Ipo kwenye Facebook yangu bila shaka. Lena Esterin. Yeah, nimeipata. Amekosea? Mimi nasoma sana comment. Amekosea kufanya hivi? Hajakosea. Kwani sisi wasanii wa Wanyarugusu mwanangu. Yaani unajua ni kuna hiyo tu, hao tu.
hao tu. Sasa si ndo maoni yake jamani. Kuna ambao wana comment hao sio wasanii. Ni maoni yake. Akiniambia kwamba Diki sio msanii, kwani mimi nitamzuia kweli? Mtu ashasema kwamba mimi ndo msanii wa Nyarugusu tu, mtakataa. Ni yeye ndo kaamua akasema na ana haki. Yeah. Pengine kuna jina mpya niliona tena huku Facebook wanakuita Antena. Antena ndo jina ambalo napenda sana kujitapa. Ukisikiza nyimbo zangu nyingi kwa mimi Antena, yani hiyo lazima usikilize. Yeah. Inakwenda saundi nini hapo? Antena ni pia nilipewa na mashabiki. Mmoja kati ya mashabiki yangu sugu sana. Ananiambia wewe kwa unavyoandaa nyimbo zako na kuna uandishi wako, ase wewe ni Antena. Yaani wewe unasoma muda wote, upo tu juu. Antena haijawahi kuingia kwa chini. Antena ina maana ni antena, hii antena mnara. Unapandaga juu tu, yani kazi ya antena ni kupanda juu. Yeah. Sawa, bana hayo hapo ni machache bana kutoka kwa Diki. Amekupa sababu ya nyimbo zake na ipi ambayo kwa nini imekaa hivi na kwa nini haijakaa hivi. Pia tumesikia sababu kutoka kwake. Pengine Diki, kuna chochote ambacho unaweza kuwaambia wana Mastaz TV? Nawashukuru sana kwanza, lakini pia mashabiki zangu subscribe kwenye TV ya Mastaz TV, ni TV ya nyumbani, TV ya familia. Kwa hiyo mimi nawapenda sana watu ambao wana support vitu vizuri. Kwa hiyo msubscribe, mlike na kushare na comment vitu kama hivyo. Lakini pia mashabiki zangu mnajua nini cha kufanya. Opa bado ni mbichi sana, video tu ina siku moja bado. Tusichoke. Tukafanye kazi. Tufanye kazi tufike hata kwenye kezi za kutosha kule, maisha yaende vizuri. Ngoma yetu iweze kwenda sana. Maisha ya bless. Okay. Baada mimi sema asante sana kwa wewe ambaye tulikuwa naye mwanzo mwisho. Kama nilivyokuambia naitwa Alex Ali 26 number kutokea Dikota za Mastaz TV. Bende kama nilikuwa kabisa Mtumbadi, mmoja kati ya watu ambao wanawakilisha pande hizi. Kama nilivyokuambia, make sure umesubscribe, umelike na ucomment. Asante sana.